Saizi. Yeah. Labda leo tunakutana hapa, tuna mambo kama mawili au matatu ambayo tunaona kwamba ni vizuri tukayazungumza ili umma wa Tanzania uweze kuyafahamu. Lakini la kwanza ambalo ni kubwa kabisa ni swala zima la michango ambayo klabu ya Young Africans ilikuwa inaifanya. Kwa hiyo tungependa leo tuweze tukatoa taarifa kidogo ili Watanzania waweze kufahamu. Na kama mnapofahamu kwamba klabu ya Yanga ilikuwa katika mchakato mzima wa kuhakikisha kwamba inapata mapato mbalimbali kwa ajili ya kuweza kusaidia klabu katika changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa zimejikabili. Kwa hiyo siku ya tarehe 15 ya mwezi huu tulifanya hitimisho mojawapo pale katika viwanja vya Diamond Jubilee ambako ndio tulikuwa tunahitimisha masuala mazima ya michango. Kwa hiyo tungependa tuchukue nafasi hii kwanza kuweza kuishukuru kabisa kwa dhati serikali yetu chini ya Mheshimiwa John Pombe Magufuli kwa jitihada zao zote ambazo serikali jitahidi kuhakikisha kwamba zoezi hili linafanikiwa. Lakini pia tunapenda tuchukue nafasi pia kumshukuru waziri wetu mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa Kassim ambaye alikuwa ndio mgeni wetu rasmi na ambaye aliendesha michango hiyo na zoezi zima la harambee, kitu ambacho kilipelekea Yanga kuweza kupata fedha ambazo zinasaidia katika majukumu mbalimbali ya klabu yetu. Hali kadhalika tunachukua nafasi pia kuweza kumshukuru kwa dhati kabisa Rais mstaafu ndugu yetu Jakaya Mrisho Kikwete Dr. kwa kazi kubwa ambayo alifanya siku ile, kwanza kwa kuhudhuria na pia kwa kuweza kusaidia katika harakati zima za kuchangisha na pia na mwenyewe kuweza kutupatia fedha katika siku ile. Lakini pia tunashukuru ndugu yetu mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Paul Makonda kwa kuhudhuria kwake na kuwa ni mwenyeji wetu. Kama mnavyofahamu kwamba shughuli hii ilifanyika katika mkoa wa Dar es Salaam ambao ndio ni hitimisho la shughuli nzima. Kama mnavyofahamu ndugu zetu kwamba zoezi hili lilikuwa limeanza tangu tarehe 2 mwezi wa pili likianzishwa na kocha wetu pamoja na ndugu zetu wa kamati ya Egomana Secretariat wakianzia kule Azam ambapo walifanya zoezi hili na pia likaendelea na baadaye kamati ikaja kaundwa ambapo ndugu yetu Lukumai akiwa kama anaongoza kamati hii kaundwa ikawa inaongozwa na mheshimiwa naibu waziri ndugu yetu Mavunde pamoja na wajumbe wengine 27 ambao walikuwa wanafanya mchakato mzima huu. Kwa hiyo tukasema kwamba hawa wamejitahidi na wametufikishia katika zoezi kama lilivyokuwa limefika. Kwa hiyo ndugu zetu waandishi wa habari, tungependa pia tuchukue nafasi hii kuweza kushukuru wadau wetu mbalimbali hususan ambao walikuwa ni wafadhili wetu katika zoezi zima hili. Mmoja wapo ikiwa ni kampuni ya Coca-Cola, hali kadhalika GSM pamoja na wafanyabiashara mwenzetu rafiki yetu ndugu yetu Rostam Aziz pamoja na kampuni zingine ambazo kwa namna moja au nyingine zimejitolea kuhakikisha kwamba zoezi hili linafanyika vizuri. Kwa hiyo ndugu zetu, baada ya kusema hayo, na ningependa nizungumzie kidogo swala zima la jinsi hali ilivyokuwa. Kwamba kwa ujumla wake zoezi letu hili ambapo tulikuwa tukitumia njia mbalimbali, kuna wale walikuwa wanatumia M-Pesa, kuna wale wanatumia Tigo Pesa, kuna wale wanatumia benki ambayo ni collection account. Kwa jumla kwa hiyo tumeweza kupata shilingi za Kitanzania milioni 930. Ndio ni fedha ambazo tumeweza kuzipata. Na fedha hizi zinatumika katika masuala mbalimbali kama tulivyosema, lakini hususan ilikuwa ni zoezi zima la usajili na kuangalia changamoto zingine ambazo zimejitokeza. Lakini sambamba na hilo, tunazidi kutoa wito kwa wanayanga, wapenzi na washabiki kwamba zoezi hili linaendelea. Kuna kadi ambazo tulikuwa tumezitoa, kwa tulikuwa tunaomba kwamba wale wote ambao walikuwa wamepata majukumu aidha ya kurudisha ile michango au wanaenda kutoa michango, basi zoezi hili linaendelea kuhakikisha kwamba tunakamilisha yale pending issues zote ambazo zimekuwa zimejitokeza. Lakini sambamba na hilo pia nipende nichukue nafasi hii sasa kwa umuhimu wake kuwashukuru washabiki, wapenzi, wanachama na wadau wengine wote ambao wamekuwa wakijitolea kuhakikisha kwamba Yanga inafanikiwa katika kupata hizi fedha. Na kama mnavyojua sasa hivi tunakwenda kwenye kambi kwa ajili yetu ya timu, kwa ajili ya klabu ambayo kambi hii tunategemea kuianza siku ya tarehe 7 ya mwezi ujao. Kwa hiyo kambi itakuwa inahitaji mahitaji mbalimbali na tuna uwezekano kwamba tukafanya labda tukaweka kambi nje ya Dar es Salaam. Mipango inafanyika. Kuna maandalizi ya mashindano ya kimataifa, yote yanahitaji fedha. Kwa hiyo bado tunasema kwamba washabiki, wapenzi na wadau wa klabu ya Yanga basi wazidi kujitolea kuhakikisha kwamba zoezi hili linakwenda kama ambavyo tungependa liendelee, kwamba hili zoezi ni endelevu na tunatafuta njia nyingine bora zaidi ya kuongeza vyanzo vya mapato kwa ajili ya kuweza kuisaidia klabu yetu. Lakini pamoja na hilo, ndugu zangu waandishi wa habari, ningependa nichukue nafasi hii pia kuweza kuzungumzia swala lingine ambalo linakuja mbele yetu katika klabu. Kama ambavyo tulikuwa tumezungumza hapo nyuma kwamba kwa msimu huu
ambao tumeuanza, tungependa klabu yetu iendelee kuwa ni klabu bora zaidi na yenye ushindani. Ni klabu ambayo washabiki wake waweze kwenda kifua mbele kuhakikisha kwamba Yanga inafanya vizuri. Kwa hiyo tumepanga msimu huu kuwa na wiki la mwananchi. Wiki la mwananchi itakuwa ni wiki ambalo klabu ya Yanga itafanya shughuli mbalimbali za kijamii. Na shughuli hizi zitafanyika nchi nzima, ambapo washabiki na wapenzi wa Yanga watakuwa wanafanya shughuli mbalimbali za kijamii pamoja na wachezaji. Aidha, kwa mfano masuala mazima ya labda watoto yatima, uchangiaji wa damu, kutembea katika sehemu fulani za kijamii, kufanya usafi, masuala ya mazingira. Kwa hiyo tutafanya kwa nchi nzima. Na kilele chake tunategemea kukifanya hapa jijini Dar es Salaam katika uwanja wa Taifa. Na tunategemea shughuli hii kufanyika siku ya tarehe 27 ambayo itakuwa ni Jumamosi majira ya saa 6 katika uwanja wa Taifa, ambapo pamoja na burudani nyingi zitakazokuwepo pale kuanzia hiyo saa 6, lakini pia mwishoni tutakuwa na shughuli nzima ya kuweza kutambulisha wachezaji wetu ambao tumewasajili katika msimu huu. Lakini pamoja na hilo kutakuwa kuna mchezo wa kirafiki kati ya klabu ya Yanga na klabu mojawapo mashuhuri ambao utaratibu unaendelea kufanyika, na pale ambapo itakamilika basi tutatoa taarifa ili tuweze kulizungumzia vizuri hilo. Na kama nilivyosema kwamba tulitoa kwenye kubwa kuliko, sasa tunakwenda kwenye wiki la mwananchi, na katika hili wiki la mwananchi tumekuja na kauli yetu mbiu ambayo tunakwenda nayo kwamba pamoja na kwamba wiki la mwananchi, lakini sasa kauli yetu mbiu inasema kwamba funga kazi, kusanya kijiji. Kwa hiyo kauli mbiu yetu inasema funga kazi, kusanya kijiji. Kwa hiyo tunapenda tuchukue nafasi hii kuwaomba washabiki wa Yanga kokote kule waliko Tanzania hii wajitokeze kwa wingi kwa siku hiyo, kwamba tuwepo wengi ndani ya uwanja tuujaze, na tuwepo nje ya uwanja tukiwa na shamla za kwamba klabu yetu sasa inakuja kivingine, ikiwa ni klabu yenye ushindani na klabu ambayo ina confidence ya kuweza kufanya mpira, kuchukua nafasi kubwa katika mashindano mbalimbali. Kama mnavyojua tunakwenda kwenye mashindano ya klabu bingwa Afrika, kwa lazima Yanga iweze kaonekana kwamba ni mojawapo ya timu ambazo ziko very competitive katika mashindano hayo. La mwisho nataka nizungumzie swala zima ambalo la uwanja wetu ambao tumekabidhiwa na Mheshimiwa Makonda, ambao tumepewa na Mheshimiwa Paul Makonda, mkuu wetu wa mkoa, kwamba klabu kama klabu tumetembelea eneo, lakini siku ya kesho ambayo ni siku ya Ijumaa majira saa 3 kamili tutakwenda kukabidhiwa eneo letu kuelekea Kigamboni rasmi na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kwa hiyo ningependa nichukue nafasi hii kwa niaba ya Yanga kwanza kumshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa moyo wake wa dhati ambao ameuonyesha, na pili kuwaomba mashabiki wa Yanga walioko Dar es Salaam baadhi wanaweza kukutana hapa klabuni mapema kwa ajili ya msafara wa kuelekea Kigamboni. Kwa wale wenzetu wa Kigamboni basi tutakutana katika eneo la tukio, maeneo ya kule Dar es Salaam Zoo karibu na kile kiwanda cha maji. Kwa hiyo tutakutana pale njia panda na kuelekea kwenye uwanja. Kwa hiyo ningependa nitoe wito huu kuweza kuwaomba waweze kuhudhuria kwa wingi, na pale tutakuweza kuona uwanja wetu na tutaanza kufanyia shughuli kwa kadri ya uharaka ambao tutakuwa tunauona unafanyika. Na napenda niseme kwamba hii itakuwa ni historia mpya kwa klabu yetu kuweza kwenda kwenye awamu nyingine ya kumiliki viwanja viwili. Tuna kiwanja hapa ambacho tutaendelea kukikarabati, na hicho kiwanja kipi ambacho tumepewa na chenye tutaangalia jinsi gani kwa uharaka wake tuweze tukakifanya kwamba kiwe ni mojawapo ya maeneo mazuri. Na la mwisho ambalo ningependa kulizungumzia ni swala zima la usajili. Kwamba kama mnavyofahamu zoezi la usajili linakwenda na linaendelea vizuri, na tumekuwa tukifanya usajili kwa mujibu ambavyo mwalimu ametoa maelekezo, na tumeendelea kufanya usajili kwa wachezaji wa kimataifa, na sasa hivi tunakwenda kwenye usajili wa wachezaji ambao mwalimu alipendekeza wawepo. Tunaendelea nao waliomaliza mikataba na ambao hawana mikataba. Na itakapofika wakati ambao tutaona kwamba sasa ili zoezi linafikia mwisho, na wale ambao wengine labda kwa namna moja au nyingine wangependa separation iwepo, aidha kwamba kutokuendelea, basi tungeweza kulimaliza. Na kumekuwa na maelezo mengi na maswali mengi, watu wanauliza ajibu inakuaje, ajibu inakuaje kila siku. Sasa tukasema kwamba jamani, tuna wachezaji wengi. Na Yanga mwaka huu imesajili wachezaji wazuri. Na wachezaji ambao moja kwa moja huna wasiwasi hata pasipokuwa na shaka la kumuingiza kwenye first 11. Kwa hiyo tungeenda kuambia tu wana Yanga kwamba usajili wetu ni mzuri, wa wachezaji wazuri, kikosi chetu ni kipana, ni kikosi ambacho kitaleta ushindani mkubwa si hapa Tanzania tu, bali tunazungumzia katika mashindano ya klabu bingwa Afrika. Kwa hiyo nataka kusomea tu swala la ajibu kwamba
baada ya mazungumzo, Ajibu ni mchezaji ambaye tumefanya naye kazi vizuri, Ajibu ni mchezaji mzuri, Ajibu mtu yoyote angeweza kupenda kuwa naye katika kikosi. Lakini mazungumzo yetu yalivyokwenda, tunaona kwamba sasa ifika wakati ambapo kwamba wenzetu Ajibu kama mchezaji wetu na mwanetu, kwamba labda kama kulikuwa kuna sehemu nyingine yoyote labda anaona kwamba anaweza kaenda kama klabu, sisi tunasema kwamba hatuna matatizo na yeye, tunamtakia kama safari njema. Lakini sambamba na hilo, hapa ni nyumbani, kama kuna wakati yote atakuwa anaona kwamba ni vema basi arudi nyumbani, basi klabu kama ya Yanga haina matatizo na mchezaji kama Ajibu. Lakini Ajibu amemaliza mkataba wake, na kama ana sehemu nyingine ambayo anaona kwamba anaweza kaenda, basi klabu ya Yanga inatoa baraka zote. Lakini still kama anavyosema, narudia tena kwamba Ajibu ni mchezaji mzuri ambaye timu yoyote ingependa kuwa naye. Baada ya kusema hayo, napenda niwashukuru sana. Jamani, tumesikia, tunasikiliza vizuri makamu mwenyekiti. Maswali matatu haraka kama yapo. Boya. Hii vizuri, labda mtu kama na mipango mingine ukaanza kukaa naye mpaka tarehe 30 kusubiri mkataba, kwa sababu ni mtu ambaye ni mwanetu kama nilivyosema, narudia tena. Kwa kama kuna sehemu nyingine kuna green pasture, usije ukaharibu kwamba useme bado naye kama mtu anagoba na mahali pengine anataka kufanya mazungumzo, basi sisi tunasema kwamba milango iko wazi kwa kuweza kufanya mazungumzo. Lakini kama angetaka kubaki, milango iko wazi kwa Ajibu kuweza kubaki katika klabu ya Yanga. Hivi yani mimi nataka nifahamu hapo, bado mweki sawa, yani kwamba tayari Ajibu umeshamwaga na nyinyi hamko tayari kuwa naye kwa msimu ujao? Si labda nisemeje, si kama sijaeleweka. Nimesema kwamba milango iko wazi kubaki nyumbani au kurudi, mkataba unaisha mwisho wa mwezi. Tumeshafanya mazungumzo mengi sisi na Ajibu, tumeongea naye kama mwanetu, sio kwamba tujaongea na Ajibu, tumeongea na Ajibu vya kutosha. Bwana anaanza kusema umeua hujaua asijaua. Mara nyingi nyinyi waandishi mmekuwa ndio mkiuliza swali, wamuulizaji wengine, mmekuwa mkiuliza swali, maana nasema niliweke sawa ili tuendelee na masuala mengine ya kujenga timu. Kwamba wachezaji wengine wote tunakaa nao na nimesema hivi leo kwamba tumemaliza zoezi la wachezaji wa kimataifa. Sasa hivi tunaingia katika wachezaji ambao mikataba yao imeisha, lakini nataka tuendelee nao. Ndio maana nikasema, nikajua kwamba hili swali baadaye mtauliza Ajibu, nikasema ngoja niwajibie kabisa kwamba swala la Ajibu mkataba unakwisha, lakini tumezungumza naye na amepewa room achague yeye kama ataendelea kubaki au ataendelea kufanyaje, atataka kutoa sehemu nyingine, kwa sababu bado kuna nafasi ya siku 10 hizi za mtu kuweza kumake decision, kwa sababu dirisha la CAF kupitia TFF linafungwa tarehe 30. Kwa si busara tukasema tukae na mtu ambaye mwisho wa siku nafika tarehe 30 sasa mkataba wako umeisha, alafu inakuja kwenye wakati wa mtu anataka kusajiliwa na timu nyingine kwa labda kwa sababu ya kimataifa labda mfano, alafu inaonekana kwamba walimbania mpaka siku ya tarehe 30. Wachezaji wengine wote waliobakia mazungumzo yanaendelea. Wengine tutakuwa nao Jumamosi, wengine tutakuwa nao Jumapili, ifikapo Jumatatu tutakuwa kama sisi almost 100% ya usajili wetu tutakuwa tumemaliza. Mnaoacha sasa ni wakina nani? Kwa sababu Ajibu imejulikana, mmempa nafasi. Nani anayeungana na Ajibu? Klabu kumpa nafasi ya kuangalia milango sehemu nyingine. Usajili sasa taarifa zitakuja kutolewa baadaye kama hilo, kwa sababu kimeshapata sehemu ambayo ni nzuri ya huko ambapo tunakwenda kwa kesho. Mkaamua sasa kuelekeza nguvu huko badala ya kung'ang'ania sehemu ambayo toka Yanga inazaliwa iko napo na hakuna shule ambacho kimefanyika, mkawekeza huko badala ya kuonekana mnaendelea kusema kwamba unaweza ukaunga kama mwisho siku ndio kuelewa vizuri. Sawa. Brother, swali lako lilikuwa dogo tu rahisi kwamba hapo sasa umeenda pale kwenye maandamano ya kazi gani? Nimetoa difference ili tuweze kushatoka kwa sababu mjibu. Labda cha msingi zaidi nikasema kwamba uwanja upo. Huu uwanja sasa hivi baada ya kuwa umewekwa kifusi, ukifanya leveling iliyo nzuri kwa mazoezi unaweza kufanya. Lakini swala la ujenzi, kama sisi tulikuwa tunazungumza wakati tunafanya kampeni yetu kwamba swala la ujenzi huwezi kuwaahidi watu kama tutaanza kufanya ujenzi wa uwanja. Lakini kwa pitch inaweza kuboreshwa na tukafanyia mazoezi. Kwa hapo baadaye katika kipindi kifupi kijacho hii pitch itaboreshwa na itakuwa inafanywa mazoezi. Na kwa upande wa kule nako kwenda na kwenyewe hauwezi kusema unaweza kaanza ujenzi mapema. Lakini kwa kutengeneza pitch ni kiwanja ambacho siwezi kusaka nikiongelea leo, lakini ni eneo ambalo liko zuri, alihitaji gharama nyingi sana za kuweza kutengeneza pitch. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kesho ikifika siku ya kesho tutaongelea. Kwa hiyo kuweza kuwa na viwanja viwili kwa ajili ya pitch kwa kuanzia haina tatizo, lakini kwenye ujenzi ni masuala ya mipango ya muda mrefu ambayo inahitaji fedha na uwekezaji.
lakini kwenye pitch ndio tunaoizungumzia sasa hivi kwa ajili ya kuweza kufanya mazoezi, kuweza kupunguza gharama ambayo tunaitumia sasa hivi ya kukodi viwanja. Kwa tukiwa na pitch yetu ndio tumeshapunguza magari, kwa sababu sasa hivi utakuta tuna timu ya wanawake, tutakuwa tuna timu ya under 17, tuna timu ya under 20, tuna timu ya under 23, tuna senior team. Kwa viwanja vyote hivi ni gharama kwenda kuwa nazo. Kwa hiyo ukiwa na viwanja viwili kidogo unakuwa umepunguza cost. Swali la mwisho kabisa sasa hivi. Nishaisha. Kwa hiyo maswali mengine hamna. Nimetaja tarehe Jumamosi tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2019. Maswali yameisha. La mwisho kabisa. Isa. Yeah.